Isa Masud, karibu sana kwenye Crown Sports. Umesikia tunajiuliza baadhi ya maswali mawili matatu hapa. Unaweza kutuweka sawa kwa faida ya mwana Simba anayesikiliza pale nje pia? Juma, kwanza nawashukuruni. Crown FM imekuwa ni moja ya wadau wetu wakubwa sana. Na sio tu sisi kwa maana ya mpira na michezo yote kwa ujumla Tanzania. Kwanza tunawapongeza sana kwa hilo. Na nawafuatilieni ingawa niko nje kidogo ya Tanzania, lakini nawafuatilieni vizuri kupitia YouTube na nawasikilizeni. Mna michango mizuri na inayojenga, inayohamasisha. Sasa kidogo labda ni sehemu gani ambayo nataka niendelee ili tuelewe ufafanuzi, kwa sababu mimi ni moja ya watu ambao walikuwa katika huu mchakato kwa maana ile kamati. Ndio. Sasa ni sehemu ipi ambayo mnataka kidogo nitolee ufafanuzi? CPA wanaongea na Magunga hapa. Magunga, niambie kaka. Sehemu ambayo mimi ilikuwa inaniletea shida kidogo ni kwamba kwenye huo ujenzi wa uwanja ambao utaenda kufanyika, ni kwa namna gani huyo mwekezaji atanufaika kutokana na huo ujenzi, kwa sababu yeye atatoa fedha, return yake itakuwa ni nini? Labda iko hivi ambao naomba na yenyewe tuelewane. Ndio. Kama vile mikataba mengine ya wazabuni wa jezi wanaofanya mbalimbali duniani huko kwenye wenzetu ambao kidogo wamepiga hatua. Sisi makubaliano yetu katika ujenzi wa huo uwanja, sawa? Ndio. Faida anayopata huyo mzabuni, faida yake anayopata ni zile tu faida ambazo wamekuwa wakipata wazabuni wengine. Kwa nini sisi kwanza tulifikia kuwa na mkataba wa aina hiyo? Tulifikia kuwa na mkataba wa aina hiyo baada ya kuangalia kwamba katika swala zima la uzabuni huu wa jezi bado klabu ilikuwa haipati kwa asilimia kubwa kile ambacho tunastahili kupata. Kwa hiyo sisi tulichokifanya ni kwamba badala ya hivi vitu vyote kuwa ni sehemu ya fedha ambayo tunaipokea, kwa sababu mkataba umegawanyika katika maeneo makubwa matatu. Sawa? Ndio. Eneo la kwanza ni eneo ambalo ni la fedha ambazo nyinyi wote au wanachama na mashabiki wengine wa mpira wameshalizoea, la kwamba mzabuni anakuwa anaipa klabu hela. Ndio. Tulianza na Freddy, alikuwa anatoa bilioni 1 kwa mwaka, akaja Sunderland akawa anatoa bilioni 2 kwa mwaka. Huyu bwana anatoa karibu bilioni 4 kwa mwaka. Hiyo ni cash peke yake. Ndio. Kuna kipengele cha pili, kuna hizi sasa benefits, other benefits ambazo tungeweza kusema na zenyewe ziwe cash, lakini sasa tabia hivi vilabu vyetu, fedha ikiingia kama cash, mara nyingi unakuta inakuwa allocated tofauti na malengo ambayo mnakuwa mnajiwekea. Inapelekwa kwenye matumizi mengine. Sasa amount nyingine hii wewe usitupe sisi keshi. Sisi tunahitaji 1, 2, 3. Kwa faida za mzabuni zinaendelea kubaki zile tu, atauza jezi, atapata mileage na kadhalika ambapo atatumia naye kwenye biashara zake zingine huko. Isipokuwa tu sisi ile hela yetu tumeamua kuigawa. Kuna keshi itaingia klabu, alafu kuna keshi ambayo badala ya kuingia klabu iende ikafanye vitu, asimamie vitu vile vitokee pamoja na klabu kwa pamoja. Moja hapo ni ujenzi wa uwanja wa mechi. 2, maintenance ya viwanja vya mazoezi. Kila mwaka kuna fedha atakuwa anatoa kwa ajili ya kumaintain viwanja vya mazoezi. 3, atajenga medical room ya kisasa. 4, atakuwa anatoa fedha kwa ajili ya youth development. Nimesikia hapo mkiwa mnaongelea watu wanajiuliza hii youth ipo haipo. Youth program ipo ya Simba. Kama alivyoelezea hayo hapo. Ipo na inafanya vizuri sana, isipokuwa tu ni hiyo issue ambayo tunaizungumza sasa hapa, kupata boost ya kuendelea, kwa sababu kuwa na youth development ni kitu kimoja, lakini kuwa na uwezeshaji wa hiyo program kuendelea ni kitu kingine ambacho vilabu vingi vinakuwa vinafeli kwenye hilo. Kwa hiyo sisi tukaitengenezea kabisa iwe na hela yake rasmi kwa ajili ya youth development. Lakini 3, huyu bwana anaenda kujenga HQ, ofisi kubwa ya klabu. Tumekuwa tunapanga pale kama alivyoelezea jana mwenyekiti Mangungu kwenye ile event. Tunapanga pale kwa Batenga, kwa tunahitaji kuwa na ofisi rasmi. Timu kama klabu kama ya Simba inahitaji kuwa na ofisi yake. Sasa hivi pale Msimbazi, nyote mashahidi. Pale tena uwezo kaweka tena office pale Msimbazi. Msingi development ya ile eneo limeshakuwa pure commercial. Umeona? Kwa tunahitaji kuwa sehemu ambayo kidogo tulivu, watu kama Crown wanaweza akaja pale na wadau wengine na nini, mkafanya maongezi na kitu tofauti na pale Msimbazi. Msimbazi ishakuwa tena investment center ile. Kama vile Arsenal walivyoamua kuhama Haibari na kwenda kujenga uwanja sehemu nyingine. Haibari imeshakuwa ni commercial center. Ndio. Tumeelewana. Kwa hiyo kingine ambacho bwana anaenda kukifanya,
Sasa hiyo tumezungumzia hizo ni benefit. Katika benefit kuna maeneo mawili. Kuna benefit ambazo ni conditional, sawa, ambazo zinategemea kitu fulani. Kwa mfano hizo bonuses ambazo tumezielezea. Mfano anasema kuchukua Champions League mtawapa milioni 300 kama bonus. Lakini si mpaka uchukue. Hizo ni conditional bonus tunaziweka. Mkiingia group stage mtawapa milioni 100 let's say au milioni 150. Ni mpaka uingie group stage. Kwa ukiingia group stage utachukua. Usipoingia hauchukui. Hizo tunaweza conditional. Lakini zipo unconditional benefits. Unconditional benefit ndio hizo ambazo zimetoka kuzitaja. Kwamba uwanja ni lazima utajenga. Sasa timing iko wapi? Nimemsikia Jeff akiuliza. Yeye anasema alisikia mtu anasema mpaka akifanya biashara. Hapana. Inawezekana ikawa amezungumza hilo neno. Lakini huyu bwana biashara anaanza rasmi mwezi Juni baada ya mkandarasi wa sasa hivi mkataba wake kuisha. Kwa hiyo yeye atafanya biashara continuously. Isipokuwa tu haya mambo hayawezi kwenda concurrent, yani leo tunajenga uwanja, leo hii tunajenga sio nini, leo hii tunajenga medical. Hapana, hivyo vitu haviwezekani kisheria. Kila kitu kitakuwa na time frame yake kama tulivyojiwekea. Ipo sehemu ambayo tumeweka time frame. Hili litaanza hapa mpaka hapa. Hili la haraka lazima lianze. Hili litaendelea. Masudi, mfano kama hilo la uwanja, frame time yake ikoje? Time frame ya uwanja? Uwanja utaanza kuanzia mwakani mwanzoni mwa mwaka 2026. Program ya uwanja itaanza rasmi. Na swala la uwanja nilipana sana. Swala la uwanja, development ya ule uwanja wa Bunju ni kubwa mno. Sio yote atafanya peke yake. Of course atakuwa na sehemu vile vile ya partnership na mwekezaji ambaye yupo. Okay. Kwa sababu pale kunahitajika hosteli, kunahitajika sijui maswimming, kunahitajika kuna magasi ya kibao. Kwa hiyo ile match day stadium ni sehemu tu ya development ya uwanja wa Bunju. Na kuna kitu kilizungumzwa jana, yeye pia anakwenda kuingia makubaliano mengine na watu wengine kwa ajili ya jezi vifaa kama sijakosea. Pale Simba sasa wanakuwa wahusiki tena, na huyo mtu mwingine ambaye ndio atakuwa anatengeneza jezi za Simba atakuwa analipwa na J-Root, na yeye muonekano wake kwa maana visibility yake ikoje? Sisi tulichokuwa tumekubaliana na huyu bwana, tukamwambia bwana sikiliza, sisi tunaingia mkataba na wewe, lakini katika kuongeza thamani ya jezi yetu, ndio, lakini vile vile kuongeza thamani ya klabu kwa ujumla ili twende duniani, tunahitaji kuwa na brandi ya kimataifa, kwa sababu kuwa associated na brandi kubwa maana yake ni kwamba na wewe unaenda duniani. Akasema hilo halina shida, ngoja nianze kutafuta. Of course akaanza kutafuta na nini, mwisho wa siku ingawa ilikuwa ni zoezi moja tough sana. Unajua hizo international brand bwana, mpaka ikubali kufanya kazi na wewe lazima wafanye due diligence ya kutosha. Of course waliangalia numbers za social media, wakaangalia numbers za mashabiki wetu na nini, waliomba vitu vingi sana wa jamaa. Mwisho wa siku wakajiridhisha kwamba namba zetu sisi za social media tunazizidi timu kibao za Eastern Central Africa. Hawatufikii sisi. Tuko namba 2 au namba 3 nafikiri Afrika. Tumeelewa? Kwa hiyo wakaona kwamba ni brand ambao wanaweza waka-associate nayo. Kwa hiyo ilitumwa timu yetu sisi. Pamoja na kwamba huu ni mkataba ambao anaingia J-Root pamoja na hiyo brand, lakini sisi kama sehemu kwa maana ya third party ambao vile ni waathirika wa aina moja au nyingine na huo mkataba, ilikuwa ni lazima tushuhudie baadhi ya vitu ambavyo ni do and don't vya klabu. Kwa hiyo ilikuwepo timu ya wanasheria wetu, walikuwa na timu ya watu wetu wa biashara pamoja na CEO kwenda kunegotiate baadhi ya mambo ambayo sisi tunaona yanatufaa, na tukakubaliana na kila kitu. Nafikiri kinaenda vizuri. Nafikiri wanamalizia hapa muda wote na yeye nafikiri atatangazwa. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo international brand ni sehemu ya kuongeza thamani ya jezi yetu, lakini kuongeza thamani ya brand ya Simba Sports Club. Na hii international brand watalipanaje na J-Root na club kama third party? Wao sisi hatujui wao watamalizana vipi. Cha msingi sisi tumehakikisha tu kwamba vile vitu ambavyo sisi kama klabu tunavitaka vipo kwenye huo mkataba wao. Lakini cha pili, sisi tumeshamalizana na J-Root. Huyo international brand sisi hatuhusu moja kwa moja kwa maana ya kumlipa na kadhalika. Wao na J-Root ndio wanamaliza kila kitu. Lakini mfano kama hiyo international brand manake inahitaji visibility, na wanaotakiwa kupeleka visibility yake ni Simba na sio J-Root. Simba mtafanyaje hapo? Itakuwaje sasa? Ndio hicho ninachokisema, na ndio maana tukaenda kushuhudia huo mkataba ili kuangalia kitakachoenda kufanyika
katika nani yetu, kinatuathiri sisi kiasi gani au kinatufaidisha sisi kiasi gani. Kwa kimsingi mkataba ambao unaenda kuingiwa bado una benefit nyingi kwa Simba kupitia kwa Jairuti. Na wao mkataba wao unakwenda sawia na ule ambao umeweka kwa maana ya length ya mkataba miaka 5 na wao hivyo hivyo. Sasa details za mkataba nafikiri tusubiri hiyo siku ambayo watautangaza rasmi. Tutajua ni wa muda gani. Okay. Uwanja tulikuwa tunajiuliza hapa, uwanja ni ule wenyewe ambao ulishaanzishwa ndio utakwenda kuboreshwa zaidi na kuwa na ama ni mpya mwingine unaanzishwa sasa? Kimsingi Bunju pale development yake sio kubwa kihivyo kama mtu ambaye ameshafika Bunju. Ni kuna viwanja tu pale vya mazoezi vipo. Ulikuwepo uwanja wa nyasi bandia ambao kimsingi ushaharibika kutokana na time frame, lakini vile vile kulikuwa na kiwanja cha natural grasses, nyasi asilia, ambacho ndio timu kubwa inatumia kufanyia mazoezi sasa hivi. Sehemu nyingine ilikuwa tayari tumeanza tu kudevelop kwa ajili ya kutengeneza kiwanja kingine cha mazoezi. Kwa hiyo hakuna development kubwa ambayo imefanyika pale Bunju. Kwa hiyo inapokuja ile ramani, ile master plan ya pale Bunju, ndio tutakuwa tunaweka sasa vitu kwamba hapa kinakaa nini, hapa kitakaa nini, hapa kitakaa nini. Master plan tayari ipo. Ni issue ya kuifuata. Ni issue ya kuifuata tu. Lakini CPA ukitazama Jairuti ni kama walikuwa wafahamiki kabisa Imani imetoka wapi kwa klabu kama Simba kwenda kufanya kazi na Jairuti ambayo inaonekana kama hawajawahi kuingia makubaliano yoyote kwenye haya masuala ya kimichezo na hawatambuliki, wanakuja kutambulikia pengine leo baada ya kuwa wameingia makubaliano na Simba? Okay, of course ni swali ambalo watu wengi wanakuwa wanajiuliza hilo. Tumekuwa na aina hii ya wazabuni ambao wanaingia kwenye hivi vilabu vyetu. Freddy alikuwa hajawahi kufanya na kazi na sehemu yoyote na mtu yoyote, alifanya kazi yake vizuri. The same Sunderland alikuwa hajawahi kufanya kazi sehemu yoyote inahusiana kama ulivyoniuliza swali lako, lakini alikuja Simba na akafanya naye vizuri. Lakini Jairuti ni mtu ambaye alishafanya, sema tu ilikuwa ni low key. Ni mtu ambaye yeye hana publicity katika kujitangaza kwenye hilo, na especially hiyo brand yake Jairuti, lakini ameshafanya. Nafikiri siku kama alivyosema Joe, hebu kutani naye siku moja mfanye naye exclusive interview, yeye atawaambia kila kitu ambacho alishafanya. Kwa sisi kama klabu tulijidizisha hilo. Lakini mbali na hili, watu wengi wamekuwa na wasiwasi na hivi vitu ambavyo huyu jamaa amevitaja. Sawa? Sisi tulihitaji kuwa na kitu kinaitwa performance bond. Hii ni security, ni dhamana ya kuhakikisha kwamba bwana anatekeleza mambo yake, ambayo itatokana either katika insurance company ya humu ndani kwa maana ya nchini au benki ya humu nchini, ya kutuhakikishia sisi Simba kwamba huyu bwana akishindwa kutekeleza hili, sisi kama kampuni ya bima au sisi kama benki tutawalipa nyinyi Simba Sports Club. Huyu bwana ameleta bondi ya zaidi ya shilingi bilioni 5 ambayo kila mwaka tutakuwa tunairenew, tunaiuisha, ambayo amejiattach na taasisi nyingine yote kubwa ya kibenki ama ametoa tu ya kwake. Yes. Okay. Taasisi kubwa ya kibenki, kubwa sana katika top 3 banks Tanzania. Mmoja hapo. Amechukua hiyo bonde ametuletea sisi. Okay. Kwa manake mambo yakiwa magumu mnapakwenda. Mna uhakika. Na swala la uwanja ni kwamba liko ndani ya spread ya miaka 5, lakini yeye alichokisema ni kwamba ataenda kuifanyia facility, atachukua fedha sehemu, anajua mwenyewe, yeye atajenga uwanja, alafu ataanza kuidiscount kwa kipindi hiko cha miaka 5. Tulimpa miaka 5 kwa sababu ukiangalia ya mambo mengi ni makubwa na mengi yanahitaji muda kabisa, na ndio maana tumempa kipindi cha miaka 5. Lakini swala la uwanja na hivi vitu vingine vinaweza vikatekelezeka kabla miaka 5 yenyewe kukamilika, alafu yeye akaanza kuidiscount huko mbele. Kwenye evaluation ya fedha asikusikia ile ya fedha ambayo atakuwa anatoa kwa ajili ya kuwasajili wachezaji, pengine mchezaji ambaye anahitajika ndani ya Simba, na hakuna bei ambao ni constant ya wachezaji kusajiliwa na zinaongezeka kadiri ambapo hiyo ikoje? Ili tulisema tusiseme ni kiasi gani, kwa sababu kama alivyokuwa anaongelea hapo Jeff, ni kwamba wewe huwezi jua mipango ya klabu ni nini, kocha anahitaji nini. Sio, umeelewa? Yeye atakuwa anaambia bwana, kwenye hili sisi tumefika hapa, hebu malizia hiki. Sio, umeelewa?
au yeye mwenyewe anaweza akaleta proposal sababu bana mimi nataka niuze jezi. Nahitaji mchezaji mmoja ambao sensational player kwa ajili ya kufanyia promotion na kuuza jezi zangu. Umeelewa? Tutafanya discussion na watu wa benchi la ufundi pamoja na kocha kuangalia je, demand yake anayoitaka tunaiaccommodate vipi. Kwa hiyo itakuwa ni two ways traffic. Kwa hiyo hakuna specifically kwamba bwana mimi kila mwaka nitatoa bilioni 1 ya usajili. Hapana. Kwa hiyo itategemea na mazingira ya kipindi hicho. Mwekezaji naye anahitaji publicity na hilo inajulikana tangu amekuepo ndani ya Simba. Na haya mengi nilimuuliza hata dokta pale kwamba haya ambayo yametajwa na Jairuti kufanyika ndio ambayo pia mwekezaji amekuwa akiyafanya. Kuwezi kuwepo kwa ushindani hapo wa kibiashara? Hakuna ushindani hata kitu kimoja. Na ndio maana nikasema mwanzoni kwamba development mfano kama ya uwanja wa Bunju ina maeneo mengi. Tumeelewa? Hata huo uwanja wenyewe inaweza ikaja kwa sababu wako sasa hivi huko kwenye mchakato wa kufanywa BOQ, yani kuangalia thamani ya ujenzi wa ule uwanja itakuwa ni kiasi gani. Inaweza kaja thamani ya uwanja ikaja kuwa ni kubwa kuliko amount ambayo Jairuti anataka. Amesema yes, nilimuuliza dokta. Tukachukua hiyo hela yake, tukaongezea na fedha ya mwekezaji ukajengwa uwanja. Okay. Yes. Sasa CPA kidogo umetuweka sawa na ninajiuliza sasa hapa tukianza kuona mabadiliko sasa hivi ndani ya klabu ya Simba kuanzia Julai na kuendelea, bila shaka ni Jairuti sasa, sio? Kabisa, pamoja of course na wadau wengine. Hivi hapa kesho kutwa vile vile tumesema tutatangaza huyo nani mpya. Okay. Hiyo brand mpya. Hatujui na yeye anakuja na nini. Simeelewa Kwa hiyo tukae tutulie, tuangalie anakuja kwa nini. Na anakujaje kwenye klabu yetu. Tunataka tufanye kidogo revolution na hivi vitu. At least tuanze kuona thamani, kwa sababu tumekuwa tukilaumiwa sana viongozi kwamba haya mavilabu yamekaa toka miaka ya 30 kitu, lakini hakuna cha maana ambacho kinafanyika in terms of development. Kwa hiyo tunataka tuanze kuleta hivi vitu vionekane kwamba vinawezekana. CPA, muda wetu umetuacha, lakini tuna imani na haya ambayo mnayasema. Bahati nzuri ni viongozi vijana, ili haya yaweze kuwa na faida na watu waweze kuamini kama ambavyo mnasema viongozi ndio mnasemwa, yanatakiwa tu yatekelezwe. Hata 70% tu ya hali yaliyozungumzwa yakitekelezwa, mfano uwanja, tukaanza kuona hiyo development ya soka vijana, tukaanza kuona vitu vingi ambavyo yanasemwa haya. Mimi na imani kabisa wana Simba na watu watasema hakika sasa hii Simba ni next level. Lakini mengi haya mnayozungumza yamewahi kuzungumzwa kwenye majukwaa mengi hata ya uwanja, sio leo. Utekelezaji wake haukufanyika. Kwa hiyo hata watu wanaamini haya yanayozungumzwa kwenye majukwaa kama jana, watu wengine wanaweza kudhani tu ni vitu ambavyo vipo na utekelezaji unaweza usiwe kama ambavyo alikuwa akizungumzwa huko nyuma. Juma, ndio mimi nakuhakikishia mengi yalikuwa yanazungumzwa huko nyuma, mengi yalikuwa yanazungumzwa nani contractual, yani zilikuwa tu ni mahaba na mapenzi ya mtu anazungumza. Hii tunaozungumza jana ni mkataba. Lakini mkataba si pia naweza mkapelekana hata mahakamani. Hiyo yeye na na tumekaa tukafanya analysis kubwa mpaka kufikia hapa. Mimi labda naweza nikasema tu katika maisha yangu toka nianze kuishi na professional yangu, watu wengi wanavyojua hakuna sehemu ambayo tumepata tabu kama kuuendea huu mkataba. Kwa kwanza kuna hiyo hisia ambayo wewe umeileta ya kutoamini hivi vitu. Ukozi si baadhi ya watu walikuwa hawaamini hivi vitu. Ndio maana tukahitaji vitu vingi vya kujiridhisha. Due diligence tumefanya na nini mpaka serikalini huko kumwangalia huyu mtu anaweza kufanya hivi vitu. Jairuti mbali na kuwa anafanya hizo biashara za kuuza vifaa, sawa? Anafanya biashara nyingine kubwa sana. Ni wakala mkubwa sana wa kuleta vinywaji. Mkubwa mno wa kuleta vinywaji Tanzania. Sio unaelewana? Bwana, kumbe mna mtu sahihi. Kwamba ana publicity hiyo wala sio mtu ambaye ni spotlight. Crown Media. Hapa ni nyumbani.